billahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ali Muhammad. Namhimidi, namtukuza, namsifu na namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia fursa nyingine na taufik ili tuwe pamoja siku ya leo. Kwa kweli moyo wangu unabubujika kwa wingi wa utajo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake ambaye ni yeye peke yake anayezistahiki. Kuzitaja sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwangaza, ni nuru na ni taa kwa miguu yetu sisi sote. Kisha natoa shukrani zangu za dhati kwa wadhamini wetu kwenye studio zetu kwa kujalia kipindi hiki na katika utayarishaji na maandalizi ya kipindi hiki ili kiweze kufika hewani, pamoja na kwako wewe mpendwa mtazamaji kwa kujiunga nasi kwenye studio zetu. Mwenyezi Mungu awajaze heri nyote. Karibu mpendwa mtazamaji kwenye kipindi chetu kinachoendelea, kikiwa ni kipindi katika makala ya visa vya wachamungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpendwa mtazamaji, uchamungu kwa kweli kama vile tumeelezea katika vipindi ambavyo vimepita hapo awali, uchamungu ni daraja ambayo ni ya juu zaidi, ambayo kwa kuipata ina manufaa mengi zaidi. Mtukufu al-Imam Ali alayhi salam ameelezea ndani ya kitabu ambacho kimekusanya misemo na khutba zake kwamba uchamungu ni tabia ya kutafuta ama kuipa nguvu moyo na kuitakasa moyo ili mtu ukaweza kumiliki nafsi yako kutokana na vishawishi na ukaweza pia kupata ulainifu wa kiroho. Kwa kweli kitabu hicho cha misemo na khutba kimekusanya maana nyingi ama mifano mingi sana ambayo mtukufu al-Imam Ali alayhi salam ameeleza kuhusu uchamungu. Mwenyezi Mungu mtukufu mwenye hikma anasema katika Kitabul Karim kwamba A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwamba kwa hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yu pamoja na wale wanaomcha na wale wafanyao mema. Sadakallahu aliyul azim. Sura tukufu, aya tukufu ambazo zinapatikana ndani ya Qur'an, sura ya An-Nahl, ikiwa ndio aya ya mwisho kabisa, ikiwa inatuhakikishia kwamba wale ambao ni wacha Mungu, Mwenyezi Mungu hawaachi kamwe. Wale ambao wanafanya wema ndio wale ambao wameshika njia ambayo ni ya ucha Mungu, ambayo ni njia nyoofu. Na katika kuelewa ucha Mungu na kufanya mema ni jambo ambalo ni pana sana. Haliwezi kuelezewa kwa mstari mmoja peke yake, lakini ni jinsi ya kuishi maisha. Katika kupiga hatua hizo kiroho, ndipo ukawa unajitahidi kupata uchamungu katika hali ya kufanya mema na mengineo. Mpendwa mtazamaji, makala yetu ya visa vya wachamungu ni mkusanyiko wa visa ama masimulizi ya visa ambavyo visa hivi ni matukio ya kweli katika maisha ya waja wema wa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
vikiwa kigezo na ruwaza njema kwako wewe, kwangu mimi, kwetu sisi sote, ili tuweze kupata huduma ndani ya mioyo yetu kutokana na masimulizi ya visa hivi, viweze kutunasihi. Pia visa hivi na mifano ambayo tunaendelea kuitoa inaweza pia ikahuisha nyoyo zetu, kwamba ikatuongezea ama kutuzidishia ulainifu wa kiroho na kutusaidia pia kusahihisha ibada zetu zikawa ni katika hali nyoofu na hali ya ukamilifu zaidi, na pia kutufaidi ili tupate ulainifu wa kiroho na mwelekeo mzuri ndani ya maisha yetu. Tukiwa tulisema kuwa uchamungu ni sifa ama ni pambo ambalo linadhihirika ndani ya roho kwa kule kujitahidi kuitakasa moyo, kumiliki nafsi na kuweza kumiliki vitendo na fikra kutokana na vishawishi vya uovu. Katika maandalizi ya kisa chetu cha leo, nimefanya kugawanya kipindi chetu ikiwa maadili ambayo tunayazungumzia hivi leo ni maadili ya mitihani pamoja na kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa kweli, mtu yeyote aliyeamini na akawa ana imani ndani ya moyo wake lazima apitie mitihani. Haiwezekani kwamba aliyeamini akawa mambo yote yamenyooka, kila kukicha ni raha na kucheka na kufurahi tu bila ya kupitia mtihani. Na kwa kupitia mtihani sio kwamba ndio kuchukiwa ama kudhulumiwa, la. Lakini mitihani ni mambo ambayo mwenye kuamini anayapitia ili kutokana na mitihani hiyo aweze kumiliki nafsi yake, kupata uchaguzi ulio bora wa kuamua ni lipi ambalo atafanya. Mwanadamu anaelezwa kwamba amesahilishiwa, ama yule aliamini amesahilishiwa njia mbili. Ima awe ni mwenye kushukuru ama awe ni mwenye kukufuru. Na hili tulilielezea katika kipindi kilichopita hapo awali zaidi. Na kwamba yule mwenye kupitia mtihani akawa ni mwenye kushukuru, huyu ndiye aliye karibu na Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Ima yule mwenye kufuru akawa analalamika na kunungunika na kuwa hali yake kwamba anaona ameonewa kwa kupitia mitihani ama kwa kupitia mambo ambayo ni magumu, akaona kwamba Mwenyezi Mungu ni kama anamdhulumu, lakini la sivyo. Sasa huyo ni yule ambaye hali yake inakuwa si ya uchamungu, hana unyoofu na anakuwa ni miongoni wa wale wenye kukufuru. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika kitabu Karim kuwa Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu, lakini pia ni mwepesi wa rahma, kwa kunyoosha rahma zake ama kufungua milango ya rahma. Sasa kwa kukubali kushukuru, milango ya rahma huwa inafunguliwa. Lakini kwa kukanusha, huku ndiko kukufuru. Kwa kukanusha na kupinga, sasa hapo adhabu kali ndio huwa inamdhubutikia mwenye kukanusha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni miongoni wa mwenye kushukuru ama wenye kushukuru na kujitakaza mioyo yetu na
kuwa na ukuruba ndani ya mioyo yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atuepushe na adhabu ambayo inawadhuputikia wenye kukanusha, wenye kupinga. Insha Allah tuwe na ikhlas, atuwezeshe pia tuwe na ikhlas ndani ya nia zetu. Kisa chetu cha kwanza ama visa vyetu vya leo ambavyo nimeandaa ni visa ambavyo viko chini ya maadili ya mtihani, yani kupitia jambo ngumu. Kama nilivyoeleza katika vipindi vilivyopita hapo awali, kwa wakati huu tunatumia vitabu vitatu katika masimulizi yetu. Kitabu cha kwanza kikiwa ni kitabu ambacho nimekipenda sana wakati wa msimu huu. Kikiwa ni kitabu ambacho kimefasiriwa na Sayyid Muhammad Ridha Shushtari. Kimekusanya visa 14 kikiwa ni kila kisa kimoja kimoja katika maisha ya maasumi. Alafu kitabu kingine pia ni kile kitabu cha Sayyid Ali Akbar Sadakat ambacho hususan kimetengwa kwa sababu ama ni kitabu ambacho kinalenga vijana. Kisha tuna kitabu ambacho pia mimi nakitumia kikiwa ni kitabu cha Shahid Ayatullah Murtada Mutahari. Kitabu hiki kikiwa kimelenga hususan watoto, lakini tulielezea kwamba visa ambavyo tunavisimulia, mpendwa mtazamaji, havijalenga watoto peke yao. Lakini bali ni matumaini yangu kwamba visa hivi na masimulizi haya yanakuwa ni kwa manufaa yetu sisi sote, bila kuweka kikwazo cha umri, ila mtu akawa ni mwenye kufahamu, akawa kwamba anaweza akapata ufahamu wa kile ambacho kinaongelewa ama kusimuliwa. Sasa hapo ndio matumaini yangu kwamba visa hivi vinakuwa ni vya manufaa na msaada na fanaka kwetu sisi sote. Katika kisa chetu cha kwanza nitaanza na masimulizi kutoka kwenye kitabu cha Sayyid Ali Akbar Sadakat. Tukiwa tunaangalia ama kuangazia maadili ya mtihani na kupitia mtihani, lakini mtu akawa ana msimamo dhabiti ndani ya moyo wake kwamba asiteleze, kama tulivyoeleza katika kipindi cha kilichopita hapo awali, kuweza kuwa ama kuweza kupata ama kuwa na njia ya kupata nguvu ndani ya moyo ili mtu asiteleze. Hii ndio ucha Mungu wa ukweli, na ndiyo njia iliyo bora na mwafaka zaidi kuliko kusema kwamba mtu atajiweka kando kupitana na kutokana na mitihani ili ajifungie mahali asije akapatana na mitihani ama mambo ya kumtelezesha. Mtukufu Mtume, rehma na amani zimfikie, alikuwa na sahaba wake mmoja ambaye alikuwa anaitwa Saad. Na huyu Saad alikuwa ni maskini sana sana. Na alikuwa huyu Saad amechukuliwa kama mmoja wa wale watu wa kishubaka ambao walikuwa wanaitwa ni ashabu sufa. Na kidogo tukirejesha mawazo yetu hapo nyuma, tutakumbuka katika kisa ambacho tulikisimulia cha Juwaibir na Zulfa kwamba huyu Juwaibir pia alikuwa ni miongoni wa wale masahaba waaminifu na watiifu wa Mtume, rehma na amani zimfikie, na pia alikuwa ametoka mji wa Sufa. Na hapa kwamba tukirejea mawazo yetu nyuma kidogo, tutakumbuka kwamba nilitaja nikaeleza kwamba
Juwaibir ambaye alikuwa ametoka mji wa Sufa, alikuwa ni miongoni wa masahaba wa Mtume, rehma na amani zimfikie, ambao walikuwa ni maskini sana, lakini walikuwa wamepata kusilimu, na kwa muda walikuwa wamepata makazi kwenye msikiti. Lakini ikashuka ujumbe hususan kwa Mtume, rehma na amani zimfikie, kwamba sio bora kwamba mahali ambapo watu wanatumia kufanya ibada na kuswali ikawa pia ndio makazi ya watu kuishi pale. Na ndipo hawa wakina Juwaibir pamoja na hawa wakina Saad ambaye tunamzungumzia wakati huu, wakakusanywa na kupelekwa mahali ambapo palikuwa panaitwa Sufa. Sasa hapa palikuwa ni mahali ambapo walikuwa wamekusanyika maskini, wakiwa ni watu ambao wamesilimu, wakakubali mwito wa Uislamu, na kwa moyo mmoja wakajitolelea, na walikuwa ni masahaba waliokuwa waaminifu na watiifu sana kwa Mtume, rehma na amani zimfikie. Sasa baada ya ukumbusho huo, tunarejea tena katika kisa chetu na masimulizi ya leo. Sasa huyu Saad alikuwa ni mmoja wa hao maskini ambao walikuwa wamekusanyika katika huo mji wa Sufa, wakiwa ni ashabu Sufa, na alikuwa akisali sala zake kama vile wale wengine akina Juwaibir na wale wengine wote ambao wakiwa ni maskini lakini wakiwa ni Waislamu walivyokuwa wamezoea kwa desturi yao kuswali nyuma ya Mtume, rehma na amani zimfikie. Kwa kweli Mtume, rehma na amani zimfikie, alikuwa anahuzunishwa sana na hali ya umaskini ya hao watu hao Waislamu waliokuwa wamesilimu huko Sufa. Na ikawa kwa zaidi alikuwa anahuzunishwa na umaskini wa huyu Saad. Na siku moja Mtume, rehma na amani zimfikie, akamwahidi huyu Saad ikiwa atapata pesa kiwango fulani ama kiwango chochote kile, akamwahidi huyu Saad kuwa atampa yeye Saad hizo pesa. Na ikawa muda ulipita na hakukuwa na pesa zozote ambazo zilikuwa zinakuja kwa Mtume, rehma na amani zimfikie. Na ikawa kwamba Mtume, rehma na amani zimfikie, akawa anahuzunika zaidi kutokana na hali hiyo ya Saad. Na ikawa ni wakati huo Jibril alayhi salam, malaika, akashuka kutoka mbinguni na akaleta dirham 2 ambazo zilikuwa ndio senti za nyakati hizo. Akaleta dirham 2 kwa Mtume, rehma na amani zimfikie, na kisha kumwambia Mtume mtukufu kwamba Allah amesema, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, tunafahamu huzuni yako ewe Mtume, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kuhusiana na umaskini wa Saad, na kama unataka aondoke na hali hii, basi hizi dirham 2 tumezileta kwako, na mwambie achukue na ajishughulishe na biashara. Mtume mtukufu, rehma na amani zimfikie, akazichukua zile dirham 2 na ikawa ilipofika wakati wa adhuhuri, akaenda msikitini moja kwa moja ili kusalisha sala ya wakati wa dhuhur. Na alimuona Saad anasubiria akiwa ameketi karibu na vyumba vya msikitini, na alipomgeukia Mtume, rehma na amani zimfikie, akamuuliza Saad, je, unaweza kujishughulisha na biashara? Sasa Saad akafanya kumweleza Mtume, rehma na amani zimfikie, kwamba
napenda sana, lakini mimi sina utaji wowote ama njia yoyote ya kujishughulisha na biashara. Sasa hapo ndipo Mtume rehma na amani zimfikie akamkabidhi Saad hizo pesa na akamweleza kwamba ajishughulishe na biashara na akamwombea dua nzuri. Sasa ikawa kwamba Saad akazichukua pesa zile, na baada ya swala ya dhuhur na baada ya swala ya asr akatoka kwenda ili aweze kupata kuchuma riziki yake. Allah alimbariki huyu Saad sana. Ikawa kwamba kila alichonunua kilirejesha zile dirham pamoja na faida yake, na hali yake ikawa ya kifedha pole ikawa inaimarika. Na hili liliendelea mpaka mwishowe ikawa kwamba huyu Saad akaweza kupata fedha za kutosha kuweza ama kumwezesha kununua duka pale karibu na msikitini, na akaweza kuanza kuendeleza biashara zake hapo. Mpendwa mtazamaji, jinsi biashara ya huyu Saad ilivyoendelea kupanda, ilivyoendelea kuimarika, naye sasa akaanza kukuwa mzembe katika ibada zake na katika utekelezaji wa yale majukumu ya ibada, hususan sala. Hata ikafikia kiasi kwamba wakati kulipokuwa kuna adhiniwa na Bilal ndiye alikuwa anaadhini wakati huo. Akiadhini huyu Bilal, ilikuwa kwamba huyu Saad sasa hawi tayari, lakini hapo awali kabla ya kupokea hizi dirham 2 na kuanza biashara na kujishughulisha na mambo ya biashara, ilikuwa kwamba hata kabla adhana haijaadhiniwa alikuwa huyu Saad tayari yuko tayari, ameshashika udhu wake, ameswali sunna zake, na pengine ametekeleza pia na katika mambo mengine pia ya ibada. Na ikawa kwamba sasa akaanza kuchelewesha swala zake, mara hayuko, mara hapatikani. Na pindi Mtume mtukufu rehma na amani zimfikie alipoona kuchelewesha kwa Saad katika sala zake, akafanya kumwambia Saad, ulimwengu huu umekufanya kuwa mwenye shughuli sana kiasi kwamba umekuachisha mbali na sala zako. Sasa Saad akafanya kujibu, nifanye nini? Nahitaji niokote pesa ama nikusanye pesa ambazo kwa bidhaa zenye nimeuza, na nahitaji pia niweze kumiliki ama nichukue umiliki wa bidhaa ambazo zinanunuliwa. Nikiondoka pale kwenye kazi, biashara itaanza kuharibika na nitaingia kwenye hasara. Mtume mtukufu rehma na amani zimfikie alikerwa sana na kujishughulisha mno kwa huyu Saad na utajiri wake na kupuuza kwake kuhusiana na utekelezaji wake wa ibada. Sasa wakati huo tena Jibril alayhi salam akafanya kushuka tena, akamuuliza, akafanya kumsemeza Mtume rehma na amani zimfikie. Allah subhana wa ta'ala anasema, tunafahamu huzuni yako kuhusu utekelezaji wa ibada za Saad. Sasa tunauliza, ni hali ipi ambayo unaipenda zaidi? Ni hali ile ya mwanzo ama ni hali hii ya sasa? Ni ipi ndio bora zaidi?
Mtume mtukufu rehma na amani zimfikie akasema kwa hali ya kwanza ni yenye manufaa kwa Saad. Naye Jibril alayhi salam akakubali pia. Akasema ndiyo, mapenzi ya dunia humfanya mtu kuwa asijali akhera yake, akajishughulisha sana na dunia akasahau akhera. Basi sasa fanya hivi, zichukue zile dirham 2 ambazo ulimpa hapo mwanzo. Mtume mtukufu rehma na amani zimfikie akamwendea Saad na kumwambia, ikiwezekana ewe Saad, unirudishie zile dirham 2 ambazo nilikupa. Na Saad akafanya kumwambia Mtume rehma na amani zimfikie, kama unataka nitakupa hata dirham 200. Lakini Mtume rehma na amani zimfikie akasema, la, mimi sitaki dirham 200. Nipe tu zile tu dirham 2 ambazo tu mimi nilikukabidhi kutoka kwangu. Sasa ikawa kwamba Saad akampa Mtume rehma na amani zimfikie zile dirham 2, na baada ya muda mfupi ikawa kwamba hali ya Saad ikaanza kubadilika polepole ikabadilika mpaka ikafikia mwisho wake kwamba Saad akarudia kwa ile hali yake ambayo alikuwa nayo hapo mwanzo kabla hajakabidhiwa zile dirham 2. Na katika ile hali akawa ni mwenye kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawa ni mwenye kurejea katika ibada zake. Senti ama hizo dirham zilizokuwa zinamshughulisha sana na dunia na kuipenda sana dunia na kuwa kwamba hana wakati wa kutekeleza ibada yake, ikamfanya kwamba sasa akabadilika mawazo yake, akaanza kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutamania na kutarajia kumrejea tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaanza kujitakaza ndani ya moyo wake, nia yake ikabadilika na akawa ni mwenye kuwa na ikhlas ndani ya roho yake, na akaanza kutekeleza ibada kama ilivyokuwa hapo awali. Mpendwa mtazamaji, nafika tamati ya masimulizi ya kisa hiki. Kujishughulisha na dunia kunafanya mwanadamu anakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, lakini katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapa ndipo mtu anaweza akafikia hali ya kuamini na imani iliyokamili na kujitakasa moyo wake, akawa ni mcha Mungu wa kweli. Mwenyezi Mungu atufanye ni wenye kumkurubia, atujaze ndani ya mioyo yetu nia iliyo safi na ikhlas ndani ya nia zetu. Awe ni mwenye kutupa mwongozo mzuri japo tunapopatana na mitihani, tuweze kupata kuchagua na kufanya uchaguzi ulio bora zaidi, uchaguzi ambao uko na ukuruba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili tuweze kudumisha ibada zetu zote katika hali ya ukamilifu. Mwenyezi Mungu atujaze khair kwa yale ambayo tunayafanya, tukiwa na ikhlas na nia nzuri, tukiwa tunayafanya ili tuweze kupata radhi yake tu peke yake. Atuweke mbali na vishawishi ambavyo vinamfanya mtu kuipenda dunia sana na kusahau akhera au kutojali akhera yake. Jiunge nasi katika sehemu nyingine ili tuendelee katika masimulizi ya visa vya maadili ya mitihani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hey!